Stacy, najuaje huyu mtu ni sahihi kwenye maisha yangu? Mshirikishe Roho Mtakatifu. Yani hauna ujanja mwingine hapo. Na tena umshikilie Roho Mtakatifu bega kwa bega, kwa sababu hata shetani huja kama malaika. Unaweza ukaambiwa ndio, kumbe hilo jibu alijetoka kwa Mungu. Jamani, hamna sehemu ya kucheza kama sehemu ya mahusiano, kwa sababu ndio sehemu ambayo inatuharibu mno. Kitu ambacho hatujajua kama wanadamu, mahusiano haya kutoka kwa mwanadamu. Ukisoma kwenye Mwanzo 2:18, mahusiano yalitoka kwa Mungu. Mungu ndo aliona si vyema Adamu awe peke yake, akamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Maana yake mwanamke ni msaidizi kwenye maisha ya mwanaume. That means wewe unapoingia kwenye mahusiano inabidi umshirikishe Mungu, kwa sababu yeye ndo anayeweza kukuambia ni mwanaume yupi umebeba kusudi la kwenda kuwa msaidizi kwenye maisha yake. Sio, tunaelewana Yani tunakurupuka, tunaolewa kwa sababu, au tunaingia kwenye mahusiano, au tunaoa kwa sababu tunaambiwa kanisani kwetu, tunasemwa, tumekaa tu, tunasemwa na wazazi utaolewa lini, tunaulizwa utazaa lini. Mtu unakurupuka, unampenda mtu kwa sababu ni mrefu, mzuri, ana hela. Maisha yako yanakuja kuharibika kwa sababu tu ya pesa. Maisha yako yanakuja kuharibika kwa sababu mwanamke alikuwa na shepu, alikuwa na mwili mzuri, ana sura rembo, ukachanganyikiwa. Maisha yako yote yanakuja kuharibika kwa sababu ya urembo. Msikilize Mungu, sikiliza sauti ya Mungu. Kama Mungu hajasema na wewe, achana na hayo mambo, kaa tulia, kwa sababu utafika wakati ambao Mungu atasema na wewe mwenyewe. Usifanye maamuzi ya mahusiano na mtu kwa sababu tu ni mzuri, kwa sababu tu ana pesa. Hapana. Hata ndoa ambazo watu wameingia bila kumshirikisha Mungu, ndio unakuta watu wanasema hii ndoa haina hata mwezi, haina miezi miwili washaanza kugombana, ila ni kwa sababu hawakumshirikisha Mungu kuanzia mwanzo. Ukitaka kuishi mahusiano ya kumpendeza Mungu, mshirikishe ili akupe maelekezo, ili ujue kusudi, alafu ndo upendo wake ukawe katikati yenu, muweze kutimiza kile alichokiweka ndani yenu. Usiingie kwenye mahusiano bila kumshirikisha Mungu.